Karibu katika mafunzo ya namna gani ya kutumia mfumo wa School Finance Record Management System kwa njia ya video. Na hatua iliyopo, huu ni ukurasa wa kwanza ambao unakuwezesha wewe kuweza kuingia ndani ya mfumo. Kitu cha msingi ni kwamba hii ni kama geti la kwanza ambalo kwa katika geti hili ni mtumiaji ambaye ni authenticated, yule ambaye atakuwa na username na password ambazo zinatambulika na mfumo, huyu pekee ndiye ataweza kuingia na kutumia mfumo. Vinginevyo mfumo hautamruhusu kuweza kuingia. Kwa hiyo mimi hapa naingia kama ifuatavyo. Naam. Hatua ya pili ni baada ya kupita katika geti la kwanza, tunaingia moja kwa moja katika mfumo wetu. Kwa hiyo hii ndio tunaona ni window ya huu mfumo wetu wa SFRMS au School Financial Record Management System. Kwa hiyo tunaona button yetu hapa kama icon ambayo inasema open menu. So tukishafungua hivi tutapata drop down ya hizo shortcut menu zote, na kinyume chake tukiclose tutakuwa tumehide hizo menu zote. Kwa hiyo vile tunataka kutumia mfumo, kwa hiyo tuta open hiyo menus. Kwa hiyo hatua ya kwanza katika mfumo huu tutakwenda kusajili wanafunzi. Kwa hiyo ninasajili wanafunzi. Kwa hiyo katika kusajili wanafunzi italetewa ukurasa wa student registration ambao utakuwa na tabu mbili. Tabu ya kwanza ni student registration, lakini tabu ya pili ni update student details. Kwa hiyo student registrations, hii ni sehemu pekee ambayo inatusaidia kuweza kusajili wanafunzi ambao tunawadairi katika kila muhula au kila semester. Kwa hiyo vitu vya msingi vya kuzingatia ni ile tarehe ambayo tumemsajili huyo mwanafunzi. Kuna namba ya usajili ya mwanafunzi ambayo tunasema itakuwa ni unique number ambayo inamuidentify huyo mwanafunzi uniquely. Alafu kuna majina yake matatu, jinsia, alafu pia tarehe ya kuzaliwa, kabila, dini, level ya darasa, alafu na jina la darasa. Kwa hiyo tunasema vile tunakwenda kumsajili mwanafunzi, kwa hiyo tunasema pengine tumemsajili katika tarehe ya leo. Kwa hiyo tarehe ya leo hiyo hapo, lakini vinginevyo kama isingelikuwa katika tarehe ya leo, nikiweka pointer yangu hapa, nikiclick nitapata hizi drop down options. Vile hapa nikitaka kupandisha thamani ya hii miaka, hapa nikitaka kushusha thamani ya miaka. Lakini vile nikiweka pointer hapa katika sehemu ya mwezi, nikiminya itaniletea miezi yote. Kwa hiyo nitaselect kulingana na hitaji langu mimi. Lakini vinginevyo kama sihitaji kutokea katika hizi options hapa, ni kwamba kama ni tarehe ya leo, basi kuna hii hapa tarehe iliyozungushwa hapa. Kwa hiyo nikiminya nitaipata automatically tarehe ya leo. Kwa hiyo tuashumu tunakwenda kusajili wanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi wetu wa kwanza namba yake ya usajili ni 001. Alafu jina lake pengine ni Anton James Maxwelele. Alafu jinsia yake, gender ni male. Tarehe yake ya kuzaliwa, pengine tunasema huyu bwana tuashumu alizaliwa mwaka 2009 katika mwezi huo wa 4 tarehe 29. Tribe. Okay, hapa mna rekodi kwa tribe tutaandika sisi wenyewe. Vile tunasema labda pengine tribe Nyakyusa. Nyakyusa. Alafu region tuseme ni Christian. Class level huyu tuseme standard 1. Then huyu yupo A. Kwa baada ya hapo tunaadi. Tunapata message baada ya kusubmit hizo information, nasema record has been added successfully.
Kwa tunaona hapa maana yake zimekwenda katika database. Ni kama kioo kinamila kule katika database. Kwa hiyo kinatuonesha data zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya ile database yetu. Kwa hiyo tunakwenda kusajili mtu mwingine. Kwa hiyo tutasema hapa clear. Kwa hiyo tukisema clear katika tarehe husika, same date, kwamba hii namba ilikuwa ni 00, huyu wa pili. Jina la huyu alikuwa ni Ana A, huyu alitumia initial Abdalla. Jinsia female. Mwaka wa kuzaliwa tuashumu ndo huo unaonekana hapo. Kabila Uyungoni. Region Muslim. Darasa standard 1, huyu yupo B. Okay. Anatuambia to show type ya accommodation hapa. Kwa sisi hapa kimsingi tunahitaji sisi accommodation hiyo au wote ni day scholar. Kwa hiyo tuta select hapo, baadaye tuta add hizo informations. Kwa hiyo informations zimekuwa stored. Kwa hiyo nikiclear hapa, lakini katika pointi ya msingi ukiangalia kwa yule mwanafunzi wetu wa kwanza Anthony James Mwakiswelele, ukiangalia kabila tunasema Nyakisa, lakini kwa kimsingi hiyo Nyakyusa. Kwa hiyo tutahitaji kuupdate hapa, kufanya mabadiliko hapa. Kwa hiyo nikisha click huyo mtu husika, information zake zote zitarejea kule juu kule. Kwa this person 001 nikiclick hapa pembeni, information zake zote zitakuwa retrieved back. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tutakwenda kurekebisha hapa, isisomeke Nyakisa, iwe Nyakyusa. Baada ya hapa tutakuja ku update hapa. Okay, kwa hiyo tunapata hii warning message kwamba are you sure you want to make some updates or changes? Kwa nasema yes. Sema record have been updated successfully. Kwa hiyo haitakuwa tena Nyakisa, itasomeka tena bali itasomeka Nyakyusa. Kwa hiyo kwa entries zote ambazo pengine umeziingiza kimakosa, zimeambatana na makosa, kitu utachokifanya utaziita hizo rekodi. Mfano kama this one nikiita hapa, kwa hiyo nitaangalia ni sehemu gani hasa nilipokosea, ndipo nitakwenda kurekebisha. Hii la sehemu, kitu cha kuzingatia, hautaruhusiwa kurekebisha hii namba ya usajili, kwa sababu hii ni namba ambayo inatambulisha hii information, hizi entries zote uniquely. Kwa hiyo kama umekosea namba, basi utakuwa una namna isipokuwa kufuta. Kwa hiyo tutakuja hapa tutasema delete. Kwa hiyo utapata the same message kwamba are you sure you want to delete some records? Kwa hiyo nikisema yes, ataniambia rekodi tayari ishaondolewa kule. Kwa hiyo hapa sitaiona, lakini kimsingi hii rekodi nilikuwa nahitaji. Okay, kwa hiyo nitaiadi hapa kwa sababu bado ninayo hapa katika panel yangu. Na kwenda kuadi mtu wa tatu. Kwa hiyo sasa hivi tunajua namna ya kutumia okay, kutumia clear, kutumia delete, kutumia update. Kwa hiyo nakwenda ni hadi niwe almost na wanafunzi watano. Niwe na wanafunzi watano. This one number 3. Huyu aitwe Michael A Somola, awe male, tribe Nyakyusa, Christian, standard 1 A. Kwa ninakwenda kuadi, rekodi imekuadded hiyo, na hadi tena wa 4. Huyu ni Christopher, ana middle name, Mapunda.
kuzaliwa, huyu 2010, huyu Ngoni Christian, huyu awe standard 2 A. Nitakwenda kuadi mwingine wa 5, Alphonse Peter Betwell. Mwaka wa kuzaliwa ni huo, lakini tarehe ilikuwa hii, mwezi huo na tarehe hiyo. Kabila katika ya mawili hamna. Tribe tuseme huyo Chaga. Christian standard 2 B. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya wanafunzi ambao nimekwenda kuwaadi. Kwa ndo wanafunzi hasa nilionao katika mfumo wangu wa School Financial Record Management System. Kwa hiyo vile tukiwa na wanafunzi au tunapokwenda kuandaa kutumia huu mfumo, jambo la kwanza la msingi la kuzingatia ni kwamba tutaandaa orodha ya majina ya wanafunzi katika kila madarasa, lakini kila mwanafunzi ni sharti awe na namba yake ya pekee ya utambulisho. Kwa hiyo tutatumia hiyo namba kama kumtambua mwanafunzi tofauti dhidi ya wanafunzi wengine. Kwa hiyo tuna tabu ya pili, update student information, so student details. Kwa hiyo hii tutakuja kuitumia baada ya kupita huko kwingine. Kwa this time tunayo wanafunzi tunao. Kwa hiyo sasa hatua ya pili inayofuata tutakwenda kuwasajili wadhamini wa wanafunzi au guarantors, student guarantors. Kwa hiyo wale wazazi, walezi, kwa hiyo at least tuwe na informations zao pale kesho na kesho kutwa tunapokuwa tunahitaji kufanya mawasiliano aidha moja kwa moja na mlezi au mzazi wa mwanafunzi. Kwa hiyo of course tutakuwa tunatumia hii reference ambapo tutapokuwa tunakuwa na contact zake tunazo karibu, na pia tutakuwa tunajua ni ndugu wa namna ipi, mzazi, mlezi au jamaa wa kawaida. Kwa hiyo tutakuja katika hii shortcut shortcut link ya guarantor details. Kwa hiyo tunasema tarehe hii, katika tarehe hii ya leo ya usajili hiyo. Kwa hiyo vile vile jinsi ya kuweka na tarehe kama tulivyoona kule katika ile panel ya kwanza tulipokuwa tunafanya kumsajili mwanafunzi, tuliona namna gani unaweza kutumia hii kalenda. Kwa hiyo jinsi ya kuselect kalenda na kumanipulate kalenda ni sawa sawa vile ulikuwa unafanya kule, na hata huku ndivyo tutakuwa tunakwenda katika namna ile ile. Kwa student registration number, hizi namba ni zile namba za wale wanafunzi kule tuliwasajili. Kwa hiyo ukipick up namba yoyote automatically itakuletea jina la huyo mwanafunzi. Mfano this number 003, huyu ni Michael A. Mwasomora. Then 001 ni Anton James Mwakiswelele. Then tuna 0004 Christopher Mapunda. Kwa hiyo tutakuwa tuna reference number kujua au kumsajili huyo guarantor. Kwa hiyo tuanze na hii 001. 001 guarantor name ni James George. Namba yake tuchukue hiyo hapo. Physical address tuseme Mbeya. Okay. Ilomba. Guarantor gender type kuna James hiyo hapo. Aina ya mahusiano kati ya yule guarantor na huyo mwanafunzi ni nani hasa? Tunasema ni brother.
Kwa tunasema okay. Kwa hiyo informations zote za yule guarantor na yule mwanafunzi kwa tunaziona hapa katika data grid. Okay. Kwa hiyo huyu bwana yuko Mbeya, namba yake ya simu hii. Aina ya mahusiano ni brother. Guarantor gender hiyo hapo, jina la yule guarantor tunalo hapo. Kwa tunakuja tena the same date ya usajili ile. Tulikuja kwa mwanafunzi wa pili. Guarantor name tunasema ni Paul B Mapunda. Phone hiyo hapo tunayo. Anwani ni box hiyo hapo Songea. Mail aina mahusiano, this is father. Okay, rekodi zimekwenda. Kwa tunakuja tena vile vile tarehe hiyo ya usajili, tuna student registration number, huyu wa tatu, guarantor name, fidel guarantor phone number hiyo hapo, then guarantor physical address Mbeya. Yole. Guarantor gender type female. Type of relationship and hadi hapo kilipo. Kwa hiyo vile kwa wanafunzi wote, kwa hiyo ndivyo tutapokuwa tunasajili au guarantors wote ambao wako wana associate na wanafunzi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo vile napo kana kwamba kuna sehemu ulizani kana kwamba kulikuwa na makosa, kwa hiyo tutafanya katika namna ile ile. Kwa hiyo tukitaka ku update basi utaicall hiyo information, pengine ni namba 27, hii entry namba 27 ndio tulikuwa tunahitaji kuifanyia some changes. Kwa hiyo nasema are you sure you want to do this? Sisi hapo tunaambia no, hatuhitaji kudelete. Tunachohitaji hasa ni kuupdate. Kwa hiyo sasa hapa ukisema update, kwa hiyo rekodi ziko updated, lakini zitakuwa sawa sana zilivyokuwa kwa sababu tutafanya mabadiliko yote. Kwa hiyo this is a place ambako wewe kimsingi unaweza ukafanya mabadiliko ya namna yoyote. Lakini kitu kinachokuweko tangu mwanzo hapa tulipomsajili mwanafunzi, mfano hii namba ya 001 imeshatumika, lakini nikija this time nikitaka kuadi mwanafunzi mwingine kwa kutumia the same number, hii itakukatalia. Kwa hiyo unapokuwa na cases kama hiyo, utapopata message ya namna hii kwamba sorry, student with the registration number with this registration number is already existing. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hatutakuwa na namna yoyote isipokuwa kubadilisha namba ya usajili hiyo, kwamba kimsingi kila entry inayokuja huku lazima iwe na unique namba, hiyo na namba ya pekee ya tofauti kabisa na namba zilizotumika huku. Na tumekwisha kuona namna gani ya kumsajili mwanafunzi na namna gani pia ya ku associate na particulars za guarantors. Kwa sasa twende tufanye kurekodi malipo ya ada. Kwa hiyo malipo ya ada kimsingi tuna namna mbili. Pengine mara nyingine inaweza ikatokea mfumo unaturuhusu kupokea cash na pia malipo kutoka benki. Kwa hiyo ukisema cash hapa utaona tuna hizi field tatu hizo, almost tatu. Benki account number, bank name, account name. Hizi zote ziko faint, zitakuwa disabled. Maana yake ni kwamba wewe umepokea kwa cash, kwa hiyo hatuna haja ya kupita hapa benki. Lakini kama ungelikuwa umepokelea benki, basi hizi field zote zitakuwa active. Kwa hiyo tutakuwa tuna haja ya kuzijaza zote. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabla ya kufanya vitu vyote vya msingi ni lazima kwanza tuwe tumesajili hiyo akaunti ya malipo ambayo wanafunzi wanaitumia kulipia kule benki,
ili tunapokuja kurekodi malipo yao hatutakuwa na sababu tena ya kukaa kuanza kuiandika hiyo account number, isipokuwa tutakuwa tunakaa tunaitumia tu. Kwa tukija hapa katika hii yasema bank deposit juu hapa, tutapata this field hapa, tutapata this form. Hii form asante itatuongoza kutunza, kustore zile information na particular zote za vile vitabu vyetu vya benki tulivyo navyo kule. Kwa hiyo mimi nichukue kwamba this inawezekana pengine tarehe hii ya leo. Kwa nda rekodi kwa tarehe yoyote. Hata kama sijafanya transaction yoyote benki, nitaweka with zero deposit, lakini ninachohitaji ni information za ile account. Kwa hiyo reference number hii automatically itakuwa inakuja yenyewe. Account name labda nasema ni student fee. Student fees. Bank name nasema ni CRDB. Account name no, this is account number by the way. Account name ndio hiyo hapo, student fees. Account name, account number, let's take this one. Hiyo ndio account yetu, account number yetu. Amount ambayo tuna deposit au tuna withdraw naweka 0, no details. Kuna deposit hapo. This account number is not existing. Do you want to add? Yes, na add account. Hatuna hii account. Kwa hiyo ananiuliza vile kama tunahitaji kwa hiyo tunamwambia yes, add. Kwamba record zitakuwa stored, nikirefresh naona hapa. Kwa hiyo kimsingi nilikuwa nataka ni rekodi, nitunze kumbukumbu za hii account. Ili sasa nimeondoka hapo, ili ninapokuja kuanza kuwalipisha ada wanafunzi ni kwamba nitakuwa na reference ile account. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo nasema hivi kwamba this time nimepokea pesa kutoka benki. Kwa nasema date of payment ni mwaka huu hapa. Kwa total amount paid ya huyu mwanafunzi, kiasi kile hasa alichokilipia katika ile pay slip nasema ni 70,000. Alafu student class, darasa la huyo mwanafunzi standard 1. Ukisema standard 1 itakuletea wale wote wa standard 1. Na ukisema ni standard 2 pengine itakuletea wale wote wa standard 2. Kwa nasema nianze na hawa wa standard 1. Nasema ni 001 Anton James Mwakiswelele. Account number, bank account number tunayo moja, ndio ile tumeingiza kule, hii student fees. EVR number ndio namba zetu zile za receipt tulizokuwa tumemkatia, sema ndio hiyo. Kwa nikiadi hapa, unaona napata this warning message kwamba inahitajika katika mwaka huu wa masomo niingize kiwango cha ada kinachotakiwa katika mwaka wa masomo. Kwa hiyo nitaingiza ada nzima ya mwaka mzima. Kwa hiyo annual fee pengine niseme ni 200,000. 200,000. Kwa sasa outstanding balance bado ni 0. Kwa hiyo nikisema okay, record have been added successfully. Kwa hiyo tumkumbuke huyo mtu ni Anton James Mwakiswelele standard 1 001. Kwa hiyo nikisema okay, field zote zitajifuta, lakini hizi information tayari zitakuwa ziko stored hapa. Sawa? Kwa hiyo ananiambia kwamba alilipia huyu Anton Mwakiswelele kalipia katika benki ya CRDB, benki account number hii hapa, total amount aliyolipa hii, amount remained hii hapa, academic year 2017. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kama ni academic year 2017 na mimi pia nikije nikitizama hapa, automatically itanionyesha outstanding balance yake, kana kwamba outstanding balance ni kiwango hiki hapa. Kwa hiyo ukikumbuka hivi tulipokuwa tunaanza kuingiza hiki, tulipofika hatua ya kwanza tumekwenda katika benki deposit, tukasajili bank account ambako wanalipia ada. Lakini tulipokuwa tunaingiza hizi particular za malipo ikaja kutudai annual fee. Kwa hiyo katika kila academic year utaingiza tu mara moja, utairekodi annual fee mara moja. Baada ya hapo mfumo wenyewe utakuwa unaikumbuka hiyo annual fee. Ila mpaka tena utapofika academic year nyingine. Ukifika katika academic year nyingine, basi hiyo annual fee
utairegister tena kwa mara ya kwanza, haitatumika hii. Hata kama bado annual fee itakuwa ni hiyo hiyo 200,000, lakini katika entry ya kwanza katika ule mwaka mpya wa masomo utaisajili hapa. Ukishaisajili basi system itaanza kuikumbuka mpaka katika mwaka mzima wa masomo. Kwa hiyo tunasema okay, pengine tarehe hiyo twende tusajili tena mtu mwingine. Tulikuwa na huyu mtu wa standard 2 004 Christopher Mapunda. Christopher Mapunda alilipa benki na katika the same date. Kiasi alicholipa, amelipa shilingi 65,000. Kalipa 65,000. Kapewa receipt hapa, hii VR number hii. Okay? Kwa tukija kuadi rekodi zimekwenda hapo successful. Kwa hiyo tunasema tena ikaja kutokea wakati mwingine huyu Mwakiswelele alilipa tena. Okay? Katika tunakumbuka tulipata risiti mbili. Kuna moja ya tarehe 16. Hii tarehe 16 alilipa shilingi 25,000. Alilipa shilingi 25,000. Outstanding balance mpaka leo ilikuwa ni kiasi hiki hapa 130,000. Kwa hiyo alilipa shilingi 25,000. Nayo alilipia benki hiyo hapo. Kwa hiyo VR number hiyo hapo ndio tulikuwa tumemkatia. Kwa hiyo tukija kuadi hapa, kwa hiyo yenyewe itachokuwa inafanya itakuwa inatupigia hesabu. Kwa this time huyu bwana outstanding balance katika zile transaction mbili alizozifanya, outstanding balance yake ni 105,000. Kwa hivi ndivyo tutakaa tuna rekodi pesa zote zilizokuwa zinalipwa kama ada, na vile hata ingelikuwa ni cash. Okay? Tunasema huyu alikuja tena huyu Mwakiswelele ile siku aliyolipia benki, lakini akaja akaomba pale kwetu tena alipe shilingi 10,000 kama ada. Hiyo ada, okay, tukamkatia risiti hii. Kwa hiyo kwenda benki. Kwa hiyo manake ukisema cash utaona hizi hapa field zitakuwa disabled zote zinazohusika na benki. Kwa baada ya hapo tunaambia okay. Kwa hiyo kimsingi inatakiwa adaiwa 95,000. Hiyo. Kwa hiyo itakuwa ina deduct mpaka itapofika 0. Kwa hiyo itakuwa inakwenda katika sura hiyo. Na hii ilikuwa ni namna ya kurekodi marejesho malipo yote ya ada benki na cash. Sasa tuna michango mbalimbali. Kwa hiyo katika michango mbalimbali nayo tutaikuwa tunairekodi kwa kadri wanafunzi wanavyokuwa wanalipa. Kwa hiyo katika contribution hapa ndio sehemu pekee tutakuwa tuna rekodi hiyo michango mbalimbali, michango yote inayokusanywa. Kwa hiyo itakuwa inakusanywa hapa kwa kutumia hii tunasema contribution. Kwa tarehe vile vile tunasema katika ile tarehe husika, pengine ni tarehe ya leo hii. Tuchukue hiyo student registration number, itakuletea namba zote za wanafunzi kule. Kwa namsema huyu Mwakiswelele, darasa ni standard 1A, type ya contribution tutasema hapa jengo. Jengo, kiasi kinachohitajika ni 120,000. Hii ndio ada ya jengo 120,000. Kiasi alicholipa kalipa shilingi 35,000 huyu. Kalipa shilingi 35,000. Risiti tulompatia ni VR number hiyo hapo. Kwa hiyo anatuambia hapa huyu mtu huyu Anthony James Mwakiswelele hasn't started payment. Kwa hiyo bado hajaanza malipo huyu. Okay. Kwa hiyo nikisema okay. Kwa rekodi zimekwenda. Kwa maana yake tunaona sasa hivi amount remains outstanding balance, kama outstanding balance ndio hii hapa. Kwa hiyo na ile message yetu hapa iliyokuwa inatuambia kana kwamba hajaanza malipo ishaondoka. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo
Maanake huyu mtu amekwisha anza kufanya malipo katika mchango wa jengo katika academic year hii. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba ni sharti tupate kuona sasa outstanding balance inasoma ngapi. Kwa hiyo vivyo hivyo tutakuja tena kwa mwanafunzi mwingine. U02 huyu bado hajaanza malipo. Lakini ukija kwa U01 huyu alishaanza malipo. Kwa U02 huyu malipo bado hajaanza, kwa hiyo tutapata warning message kama indicator ikituambia kana kwamba huyu mtu bado hajaanza malipo. Kwa hiyo nikija nasema mchango huu katika mchango wa jengo kinachohitajika mchango wa jengo ni 120,000, 120,000. Kiasi alicholipa sasa huyu ni kwamba kiasi alicholipa huyu kalipa shilingi 45,000. 45 na nasi tulimkatia risiti hiyo hapo. Kwa hiyo naambia okay, rekodi imekwenda, kwa hiyo alishaanza kulipa. Kwa hiyo hivi ndivyo utapokuwa unafanya rekodi zote, unakusanya rekodi zote zile, kumbukumbu zote na takwimu za malipo. Kwa hiyo tutakuwa tunakusanya na kurekodi katika namna hii. Hata kungelikuwa na mchango mwingine, kwa sababu nikidown drop hapa naona kuna mchango mmoja. Kwa hiyo katika logic ni kwamba nitaandika mara ya kwanza mwenyewe, mfano mchango wa chakula. Kwa next time ndio sitaandika tena. Nasema shilingi 80,000. Huyu 02 wa standard 1B huyu pesa ya chakula kalipa shilingi 70,000. Kwa hiyo kimsingi alikuwa anadai shilingi 10,000. Receipt number, IVR number hiyo hapo. Kwa hiyo tunaadi sawa kabisa. Kwa hiyo atakuwa anadaiwa outstanding balance yake ni 10,000. Kwa hiyo nikija hapa nasema tena tuna huyu hapa. Okay, kwanza ni clear hapa. 03 chakula. Sawa. Chakula inahitajika katika academic hii, mchango wa chakula ni shilingi 80,000. Haya, huyu bado hajaanza malipo. Kiasi alichokuja kutulipa, katulipa shilingi 21,000 tu. Risiti tulokuwa tumempa ni yenye IVR namba hiyo hapo. Kwa hiyo huyu sasa hivi anadai shilingi 51,000, shilingi 59,000 kamili. Kwa hiyo mfano kungelikuwa na rekodi yoyote ambayo wewe unataka kuifuta, tunasema huyu Michael A. Mwasomola alilipa shilingi 21,000 ikabaki shilingi 59,000. Lakini bahati mbaya tukarekodi tena malipo ambayo hayakuwa ya kwake, tukayarekodi kwake. Tukasema tena huyu bwana huyu alikuja kulipa shilingi 19,000. Shilingi 19,000 nasi tukampa receipt namba hiyo hapo, IVR namba. Kwa hiyo sasa tulipoadi, kwa hiyo imebaki shilingi 40,000. Lakini tunakumbuka kwamba kimsingi ile shilingi 19,000 tulifanya kurekodi kwake kimakosa, haikupaswa irekodiwe kwake. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo inatakiwa iondolewe. Kwa sasa utapokuja kuondoa, utaiangalia ile shilingi 19,000 ndio hii hapa, ni ndio the same person Michael Mwasomola alilipa shilingi 19,000 tarehe hii hapa. Hii entry ilikosewa, haikuwa ya kwake. Kwa hiyo ukija hapa anakuambia delete. Kwa hiyo sisi tunataka tuifute, haikuwa ya Michael, tumekosea kurekodi. Kwa sasa inaonekana adaiwe 40,000 lakini kimsingi itakiwa adaiwe 59,000. Kwa hiyo hii tumerekodi kimakosa, kwa hiyo tutaitoa kwake. Kwa hiyo kitu tunachokifanya sasa, uta select hapa kwamba delete record, tutaiandika reference number hii hapa ya receipt kwamba ni 099,239.
Kwa hiyo hii namba hii ndio namba tutaitambulisha hapa kwamba ile rekodi tunahitaji tuiondoe. Kwa hiyo utaona hii okay iko faint, kwa hiyo tutaidelete ya. Kwamba are you sure you want to delete some record? Tunasema yes. Kwamba record have been deleted successfully. Kwamba ile entry yote imeshatoka. Kwa hiyo tukiclear hapo, kitoa hii tutarejea kule. Kwa hiyo sasa tumkumbuke huyu Michael Mwasomora. Okay. Alikuwa ni Michael Mwasomora standard 1 0 ngapi? Namba yake 03 ni 03. Kwa hiyo mchango ulikuwa ni chakula. Kwa hiyo this time imetoka 40,000, kwa hiyo imerudisha deni lake la awali shilingi 59,000. Kwa hiyo ile pesa yenye aliongezewa kwenye kulipiwa kimakosa ile yote imeondolewa. Kwa hiyo deni lake limeongezeka, limebaki lile la awali. Kwa hiyo hivi ndivyo utakao na rekodi michango mbalimbali inayofanyika na kurekodiwa katika vitabu vyetu vya kawaida vya kila siku hapo shule. Kwa hiyo kuna vyanzo vingine vya pesa, income from other sources. Kwa hiyo tunasema pengine tarehe hii ya leo amount received tunasema tumepokea 2,000,000. Check number hiyo hapo. Aina ya pesa elimu bure. Okay. Kuna hadi hiyo. Kwa hiyo tunasema tena ilitokea tukapata ile 5,000. Laki 5 iliyokuwa na check number hiyo hapo. Hii ilikuwa ni other. Lakini kama utaweza kuspecify hapa katika hiyo other, tunaweza tuka reference kwamba labda maendeleo ni pesa tulioipewa kwa ajili ya maendeleo. Okay, lakini ilikuwa ni other. Kwa hiyo sasa vyanzo vingine vyote vya fedha tutakuwa tunavirekodi hivyo. Na kama kutakuwa na entry imeingia kimakosa au tumeingiza katika namna ambayo sio, basi tutaidelete. Kwa vile vile utaconfirm hapa, ukiselect hapa utaona hii okay iko faint na hii delete iko active. Kwa utaingiza reference number, utaingiza hapa katika this text box. Baadaye ukidelete hiyo rekodi itatoka kama tulivyofanya katika ile scenario iliyopita. Kwa hivi ndivyo utakao na rekodi income zote from other sources. Kwa hiyo tushaona namna kuregister mwanafunzi, guarantor, fees, income from other sources, contribution. Sasa hapa yale matumizi, expenditure. Matumizi yetu yote tutakaa tuna rekodi hapo. Kama tunasema vile tarehe ya leo. Kwa hiyo hapa maelezo yetu, kiasi kilichotumika, amount, okay. Alafu tunasema huku type of expenditure. Kwa hiyo tunasema tarehe hii ya leo tumemlipa JJ Limited kiasi cha pesa taslim 120,000 chenye check number. Kwa kutumia check number hiyo hapo, PV number hiyo hapo, type ya expenditure tunasema elimu bure, specific expenditure ukarabati, vifaa, mitihani tunasema mitihani, utawala, michezo, utawala. Okay. Kwa tukamlipa hicho kiasi
Kwa ilikuwa ni kwa ajili ya utawala. Alafu pia tunasema huyu bwana tena tutatumia this check. Elimu bure tukamlipa kwa ajili ya michezo. Shilingi 20,000. Kwa hiyo tunasema tena ikaja kutokea siku ingine tarehe hii tukamlipa supplier mwingine Jema Computer kiasi cha shilingi taslim 1000 hiyo hapo. Check number hiyo hapo, PV number, type of expenditure, sema chakula, $27,000 chakula. Okay, kwa tuache tupo hapo tu. Kwa hiyo yale matumizi yote ya kawaida ya kila siku. Kwa hiyo ndipo sehemu hasa pekee tutakuwa tunapokaa tuna rekodi hapo. Kwa hiyo baada ya sisi kuwa tayari sasa tumesha rekodi. Kwa hiyo sasa katika hizi zote vile tunahitaji kuona printout zake, mfano naweza nikapata financial revenue, financial reports, revenue cash book. Nasema pengine kutoka nianzie mwaka huu hapo mpaka tarehe ya leo, from this date mpaka hapa, nione financial ile revenue ile expenditure imekaaje. Kwa nitapata hapo kwamba revenue cash book hii hapo, sawa. Chakula kuna student mwenye namba hii hapa ambaye ni Ana Abdalla, tarehe hii hapa, kiasi tulichopokea kutoka kwake hiki hapa, kiasi kilichokuwa kinahitajika hiki hapa, kiasi kilichobaki hicho hapa. Student mwenye namba hii tarehe hii hapo kalipa hiki hapa, kiasi kilichokuwa kinahitajika hiki hapa. Hii ni kwenye chakula, kumbuka. Kiasi kilichobaki hiki hapa. Katika ada, mwanafunzi mwenye namba hii hapa 001, jina lake Anthony James Mwakiswelele. Okay, alitulipa shilingi 10,000. Sawa, kiasi kilichokuwa kinahitajika ni 200,000. Tarehe hii alitulipa, na tarehe hii pia alikaja kutulipa shilingi 70,000, akati kiasi kilichokuwa kinahitajika. Ukumbuke kiasi chetu kikubwa ndio hiyo inahitajika 200,000. Lakini na tarehe hii akatulipa hiki hapa. Kwa jumla aliyotupa ni hii hapa. Kwa hiyo balance, outstanding balance yake, pesa tunamdai ni hii. Kwa hiyo ndio kiasi kilichobaki. Na tukija katika ada pia, kwa mwanafunzi mwenye namba ya usajili hapa, tarehe hii hapa alitulipa kiasi hiki, wakati kiasi kinachohitajika ni hiki. Kwa hiyo kiasi kilichobaki hiki hapa. Jengo, mwanafunzi mwenye namba hii hapa, tarehe hii hapa katulipa shilingi 35,000, wakati kiasi kinachohitajika ni 120,000. Kiasi kilichobaki ni shilingi 85,000. Na pia mwanafunzi mwenye namba hii hapa ambaye ni Ana Abdalla, naye vivyo hivyo. Kwa hiyo kungelikuwa na peji zaidi ya moja. Kwa hiyo tuko peji 1 of 1, lakini tungelikuwa na peji zaidi ya moja. Kwa hiyo hapa ingelikuwa labda peji 1 of 2, 1 of 3. Kwa hiyo tunge navigate kwa kutumia hizi button hapa, kuna navigate kwenda sehemu yote tunapopataka. Okay, kwa hiyo kwa revenue cash book. Kwa ukija tunasema kwamba elimu bure received fund, okay, mpaka tarehe ya leo, mpaka katika mwezi huu.
Kwa hiyo tunafungua hapo. Kwa hiyo inatuambia kwamba report is at April 2017 elimu bure, kwamba balance brought forward tulikuwa hatuna, ilikuwa ni 0. Sawa. Kwa receipt namba hii, tarehe hii hapa tulipokea kiasi hiki hapa, ambayo ni ukarabati 30%, ilikuwa ni hapa 600,000. Vifaa 30% ilikuwa 600,000. Mitihani 20%, ilikuwa 400,000. Utawala 10% ilikuwa 200,000. Michezo 10%, ilikuwa 200,000. Jumla linatuletea milioni 2. Kwa hiyo hii ndio ile ripoti yetu ya elimu bure kwa mwezi husika, au kwa katika ripoti ya mpaka mwezi husika unaotaka. Kwa tukija hapa tena tunaona kwamba kuna elimu bure expenditure hii ya matumizi. Kwa tuseme mpaka mwezi huu tuliopo, tuone pesa tuliyoipokea elimu bure na matumizi yake yamekwenda vipi. Kwa hiyo available balance ilikuwa ni milioni 2. Sawa. Elimu bure expenditure is at April 2017. Kwa available balance ilikuwa hii hapa. Sawa. Hizi zinagawanyika katika hizi percentage kama zinavyoainishwa hapa. Kwa sasa tukija katika expenditure particular, tulimlipa JJ Limited, check number hii, amount hii hapa. Ukarabati tulimlipa utawala 120,000. Sawa. Na huyu JJ Limited tena kwa kutumia check number hii tulimlipa 20,000, lakini 20,000 ilikuwa ya nini? Ilikuwa ya michezo. Kwa hiyo tulimlipa katika michezo 20,000. Kwa hiyo hii ni elimu bure expenditures at mwezi. Kwa hiyo pia tuna performance report. Kwa hiyo tuchukue performance report mpaka katika mwezi utulopo, mwezi wa 4, quarter view report. Kwa hiyo performance is at April 2017, particular, school fees, elimu bure, chakula, others. Kwa opening balance tuliopen na 0. Kwa kiasi tulicho receive, school fees tumepokea 170,000, elimu bure tumepokea milioni 2, chakula tumepokea 91,000, others tumepokea 500,000. Fund available ndio hii. Kwa ikashuka ikaja hapo. Then expenditure katika school fee hatujatumia, elimu bure tumetumia 140,000, alafu chakula tumetumia 27,000, others hatujatumia. Kwa hiyo closing balance ni kwamba received, fund available, kwa hiyo itabaki hiyo hiyo, expenditure minus fund available hiyo hiyo, this minus this itakupa hii, this tukitoa hii tutapata hii, hii tukitoa hii tutapata hii. Kwa hiyo closing balance tumeclose na balance hii hapa. Okay. Kwa hiyo ni performance as at mwezi huu. Kwa tuna ripoti nyingine, revenue and expenditure. Kwa hiyo mpaka katika mwezi wa 4. Kwa revenue and expenditure, kwa tunayo hapo. Kwa revenue and expenditure is at mwezi huu hapa. Kwa revenue expenditure particular, check number, amount, particular, PV number, check number, amount. Kwa hiyo tulipata hizi. Kwa total collection hiyo hapo. Sawa. Total expenditure hii hapa. Kwa J makompyuta, sawa, tulimlipa hii. JJ Limited tulimlipa hii. JJ Limited tena tulimlipa hii. Kwa total tukamlipa hii. Na by the way huku tulipokea au tukakusanya kiasi hiki hapa. Kwa hiyo sio ripoti tu hiyo, kuna zaidi ya ripoti hiyo, ziko ripoti nyingi. Kuna hizi multiple receipts. Okay, student list ni general ya students. Kwa hiyo naweza nikaangalia kwa mwaka orodha ya wanafunzi wote 2017 ndio tuliowasajili wapo. Kwa hiyo tunao wanafunzi wote hapo.
Okay. Hii waliomaliza masomo, hii walioshindwa kumaliza masomo, list ya guarantors, okay. Namba ya mwanafunzi, aina ya mahusiano na information za guarantor hapo. Kwa hiyo namba ya simu, okay. Fee, collection ya fee ni general kutoka kule mpaka hapa. Okay. Kwa hizi ni ada tu. Kwa tuna ripoti nyingi: mikopo from bank, contribution, by type of contribution, toka tarehe hiyo mpaka tarehe ya leo. Tuone contribution zote za chakula. Kwa tunaona hapo jinsi breakdown ya malipo ya chakula ilivyokwenda mpaka pale. Ingelikuwa jengo vivyo hivyo. Kwa hiyo nimeangalia tangu mwaka 2012 mpaka hiyo 17. Kwa hiyo unaweza kufilter katika tarehe husika unazotaka. Mfano nataka nijue tu tarehe moja, hii tarehe ya leo, watu waliofanya malipo. Kwa hiyo ningepata vivyo hivyo. Okay. By student, kwa michango yote kwa mwanafunzi mmoja huyu tu. Nataka nione jinsi alivyofanya malipo. Kwa hiyo namuona tu katika jengo. Manake kama ingelikuwa amefanya katika michango yote, kama hapa tunaona katika chakula alilipa tarehe hiyo hapo kiasi hicho, lakini jengo alilipa tarehe hiyo hapo kiasi hicho hapo. Okay. Total amount remains hiyo hapo, lakini total amount amelipa hiyo hapo. Tutakaone kwa mchango mmoja, anasema wa chakula tu. Kwa nikija hapo nitaona mchango katika mchango mmoja tu, kwamba outstanding balance ni 10,000 na kiasi alicholipa ni hicho. Na pia kama ingelikuwa ni jengo vivyo hivyo, nikija hapo naona tu katika jengo hapo hapo. Kwa hiyo kuna mkoa wa mwanafunzi mmoja peke yake. Kwa hiyo hapa kana kwamba tungekuwa na watu tumewasajili, okay, tungeona hiyo kama wewe kazi hapo. Kwa hiyo hii ni sehemu ndogo, ni sehemu ya msingi ya namna gani unavyoweza kuwa unafanya kazi na mfumo wa School Financial Record Management System. Kukiweko na vitu vingine, kuna hizo option vile unataka kumtafuta mwanafunzi. Okay. Kwa nitampata hapa na transactions zake zote alizozifanya. Okay. Malipo yake yote aliyoyafanya. Kwa hiyo itanionyesha kila tarehe ni aina gani ya malipo amefanya. Okay. Nitaona hapo. Okay. Kila malipo aliyofanya na receipt number alopewa, kiasi alicholipa, tarehe husika. Kwa hivi vyote nitaona hapa kwa ajili ya kumbukumbu za haraka. Kwa hiyo hapa tunafanya backup kwa ajili ya kutunza data na kumbukumbu, na hapa tuna restore. Hizi ni ripoti mbalimbali. Asante kwa kunisikiliza na kushauri, unaweza ukatumia hii video kwa ajili ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo baada ya hapo una quit mfumo, basi utarudi katika hatua yako ile ya mwanzo. Okay. Baada ya kurudi katika ile hatua ya mwanzo, basi nasema